Kwa majina mimi naitwa Shaibu Ndeka, ni msaidizi kutoka ofisi ya mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini kwa Injinia Fadhili Chirombe. Leo hii siku ya tarehe 12 tumefika katika kitongoji hiki cha Mkaleka ambacho kipo katika kijiji cha Msechera, kata ya Msechera, kwa ajili ya kuja kutimiza ahadi ya mheshimiwa mbunge ya kugawa mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya kuweza kuanza na ujenzi wa mkondo wa darasa. Hivyo mheshimiwa mbunge aliguswa na hili jambo mara tu baada ya kufikishiwa hoja na wananchi wa kitongoji hichi kwamba kuna kilomita zaidi ya 2-3 kutoka pale Msechera kijijini mpaka kufika hapa Mkaleka, wanafunzi wanapata na hadha kubwa au changamoto kubwa ya kufika katika maeneo yale ya Msechera kwa ajili ya kupata elimu. Hivyo mheshimiwa mbunge baada ya kuguswa na hili jambo akaona ni vyema haje kutatua hii changamoto kwa awali. Kwa leo tumeleta mifuko 100 ya simenti, lakini tuliahidi mifuko 200 hapa. Tunaanza na hii, lakini pia mheshimiwa mbunge baada ya kutoa hii mifuko 100 ameambatanisha pamoja na fedha kiasi cha kufyatulia hii mifuko ya simenti nusu ya ile gharama. Maana yake kwamba itakiwa mifuko 100 ingefyatwa shilingi 500,000, lakini ofisi ya mbunge ikiambatana na ofisi ya mipango wameingiza shilingi 250,000 kwa ajili ya kuanza na process hii ya ufyatuzi wa hizo tofali. Sawa, tumeona zoezi la ukabidhi wa theluji kwa kitongoji hiki ukiendelea, lakini kwako nafasi yako kama katibu wa mbunge, mwakilishi wa mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini ambaye ni mheshimiwa Fadhili Chirombe, vipi mliandaa mifuko 100 tu peke yake au ili zoezi ni endelevu? Maana mna mifuko mingine mnategemea mutoe misaada kwa sehemu zingine? Okay, mfuko wa jimbo kwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini imeandaa mifuko 1800 ya saruji ambayo ni keki ambayo itagawa katika maeneo tofauti tofauti, ambapo siku ya leo tarehe 12 tumeanza katika kitongoji hiki cha Mkaleka, na hili zoezi litakuwa ni endelevu katika sehemu zingine zile ambazo zote aliahidi na mgao wa keki wanakusudia kwenda kupata. Nashukuru. Majina naitwa Zuberi Abbas Binamu, diwani wa kata ya Msechera. Leo tarehe 12 ya mwezi huu wa 4 nathibitisha kwamba nimepokea mifuko 100 ambayo itajenga mkondo wa darasa hapa katika kitongoji hiki cha Mkaleka. Na hii ameifanya mheshimiwa mbunge baada ya mimi kumleta hapa mheshimiwa mbunge akakutana na wananchi. Adha iliyokuwepo nikamwelekeza, lakini vile vile wananchi pia walimwelekeza. Lakini mheshimiwa mbunge ninachomshukuru ni kwamba huwa anaangalia na kujali watu wote kwa ujumla. Hii imefurahisha sana baada ya hawa watu wa Mkaleka kuanza kujitoa wenyewe, wamefyatua tofali za kutosha ambazo ziko pale kwenye eneo la site. Vile mheshimiwa mbunge akasema na mimi pia kwa mchango wangu nitatoa mchango mkubwa wa mifuko 200 kwa sasa, lakini bado kwa sababu ni maeneo yake yuko tayari kuendeleza huo utaratibu pale wanapokuwa na shida hao ndugu zangu wa Mkaleka. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge tunamshukuru sana kwa hiki kitu kwa sababu ni jambo ambalo amelifanya kwa muda mchache. Tukiangalia ameapishwa tu hivi karibuni, haijafikia hata miezi 8 ili utekelezaji wake anaufanya. Na nadhani wananchi wa Mkaleka pia katika kitu ambacho watakifurahi ni hiki. Okay, asante mheshimiwa diwani. Ndio. Lakini kwa upande wako safari yako ya kisiasa, huu ni mwaka wangapi kwenye siasa? Ukihudumu kuwa ni diwani wa hii kata ya Msechera. Sawa. Hii kata ya Msechera hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ndugu zangu walinipa nafasi kwa miaka 5, lakini baadaye ndugu zangu wameniamini tena, wamenipa miaka 5 mingine 25 mpaka 30. Unawaahidi nini wananchi wako ndio kuamini kwa kurudisha tena kwenye kiti? Ninachoahidi ni kwamba wao mimi nitashirikiana nao, yani kikubwa zaidi na ushirikiano, kwa sababu mimi peke yangu siwezi kuweza uongozi wa aina yoyote, japo uongozi anaotoa Mwenyezi Mungu ni karima yake, lakini vile vile uongozi inatakiwa kushirikiana na ndugu zako ambao wako chini, wanachokuelekeza na wewe ukichukue. Mimi jukumu langu wao wananieleza shida zao na mimi then nazichukua napeleka maeneo husika, na ndio maana ufanisi unakuja. Kwa hiyo wameniamini kwa miaka mingine 5, lakini nataka nikusudie kwamba niendelee, wao waendelee kuniamini pale nitakapokuwa nimefanya vizuri. Okay, asante. Naitwa Mohamed Muibu Mbwana, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata Msechera. Leo tupo hapa Mkaleka kwa ajili ya kuweza kuleta simenti mifuko 100 ambayo tayari mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini aliahidi kufanya hivi, na leo na ndio ametekeleza kupitia hilo zoezi la kugawa hiyo simenti. Nadhani kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na tumelipokea kwa dhati kwa kitongoji hiki cha Mkaleka, kijiji cha Msechera,
kupitia ili zoezi la simenti ili upatikane mkondo wa shule. Sawa, asante. Kwa majina anaitwa Arifa Hashim Hamisi, ni mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Mkaleka. Ninashukuru sana kwa kuweza kututupia jicho la tatu Mheshimiwa mbunge kwa kuweza kukamilisha ahadi ya kuweza kuleta mifuko 100, na kwa uhakika zaidi ninafurahi hii mifuko tumeshaipokea na imeshaonekana kwa macho yetu, na tuna furaha kubwa sana, kitu ambacho hatukutegemea na tuamini kulingana na changamoto ambayo tumeipitia huko nyuma. Tunashukuru sana Mheshimiwa kwa kuweza kutuona na kuweza kutuletea hiyo mifuko 100 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya awali hapa kitongoji. Sisi tunaamini wazi moja kwa moja watoto wetu sasa wanaenda kukomboka kupitia mifumo ya elimu, na tuko tayari kabisa kuungana na Mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kutekeleza mifumo ya watoto wetu kupata elimu juu ya simenti iliyokuja, na tunaiahidi tunaifanyia kazi kama inavyotakiwa na hatutaigandisha. Na wananchi wamepokeaje? Wananchi moja kwa moja kwa hali ya kawaida wamepokea hili zoezi kwa furaha, kwa shangwe kubwa sana, ingawa mahudhurio yamekuwa machache, lakini ni kwa sababu ya shughuli mbalimbali za utendaji wa kazi wa shughuli za nyumbani kwao, lakini wamefurahi sana na hili zoezi ambalo leo Mheshimiwa mbunge amelitekeleza. Kulikuwa na idadi ya wanafunzi wangapi ambao walikuwa wanapata shida kwenye masomo? Hapa kulikuwa na idadi ya watoto 150. 150. Ambao walikuwa wanapata shida kutoka hapa kwenda kuyumbayumba, yani tu moja kwa moja kimasomo. Naitwa Kija Mwinamila. Ndio. Magonya. Msimamizi wa ujenzi wa shule ya Mkaleka awali hapa. Manake mwenyekiti wa shule Mkaleka hapa. Kwa nashukuru sana kujali viongozi wetu walioko mbele kuanzia diwani na mbunge. Tuletea simenti. Ina maana wamepambania ili maendeleo yaende mbele. Kwa nashukuru kwanza moja hilo. Cha pili, wanafunzi waliopo hapa 150 ambao wanafunzi mpaka kwa sasa wako vizuri. Watu naomba waheshimiwa walioko mbele kule waendelee kutupambania ili tufikie malengo ambayo tunatarajia tufike. Wanashukuru sana. Sawa. Kwa upande mwingine, wewe ni msema mwananchi mkazi wa ile eneo. Vipi kuhusu wananchi wenzio kwenye kujitolea juu ya maendeleo kama vile kujenga shule na vitu vingine? Kwa hiyo wananchi nikiangalia kwa vizuri, kwa sababu tulianzia kwanza utalisi wenyewe tumefyatua tofali kama 1100 za simenti ambazo zipo mpaka sasa. Kwa hiyo wananchi wako vizuri, wanachohitaji tu serikali kutuunga mkono mapema kama ilivyo saizi hapo. Kwa hiyo wananchi wako vizuri.